Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa tabibuna. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi. Amma baad, tuendelea na silsila ya vipindi va vita kati ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, au tukitaka tuseme kati ya haki na shetani, au tukitaka tuseme na batil, kati ya haki na batil, kati ya Mola Subhanahu wa Ta'ala mwenye uwezo wa kufanya la takalo, lakini ametuachia kutuangalia imani zetu na miondoko yetu, na shetani. Tulizungumza kuhusu vitimbi ni katika tabia ya shetani. Tulisema kwamba shetani ana syllabus yake ameiweka, na Mola Subhanahu wa Ta'ala ameweka syllabus yake. Syllabus ya Mola ni Qur'an, syllabus ya Mola ni Taurat, syllabus ya Mola ni Injili, syllabus ya Mola ni Zaburi. Hivi vitabu vinne ndo vimekusanya syllabus. Lakini nakariri tena, na tuwafahamishe ndugu zetu wa Kristo, turudi tuwe pamoja, tupambane pamoja vita na shetani. Yani sisi tuwe pamoja dhidi ya shetani, tuwe pamoja na Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mungu wetu, Mungu mmoja ambaye hataki kushirikishwa na kitu chochote. Hii Qur'ani haikuja kutangua Taurati wala kutangua Injili. Na Qur'ani ndio kitabu cha wanadamu wote. Taurati haikuwa ni kitabu cha wanadamu wote. Taurati ilikuwa ni kitabu cha wanadamu waliopotea wa Mayahudi, Banu Israeli. Injili ni kitabu cha wale wanakondoo 12 alivyosema mwenyewe Nabii Allah Isa, kuwasafisha kwa sababu nyoyo zao zilikuwa zimechifuka kwa haya mambo mbalimbali yao ya uchawi, ya vitimbi, ya uadui katika ulimwengu. Lakini Qur'ani imekuja, nataka tuelewane vizuri hapa, Qur'ani imekuja kuweka sawa kila kitu kwa kipimo maalum, kwa kipimo ambacho ni cha kudumu. Vile vitabu lao tukitabikisha, tukizifanya kuzitumia katika ulimwengu huu, zitakuwa ni fake, watu wote watakosa imani kumwamini Mungu. Lakini Qur'ani tukiitabikisha, tukiitumia wakati huu, na Mola Subhanahu wa Ta'ala ameiita muhaimin. Maana muhaimin ni control, yani ametaja Taurati, ametaja Injili, ametaja Zaburi, kisha akasema Qur'ani ni muhaimin ala hadhihi alkutub. Qur'ani ndio yenye kucontrol na kupelekesha na kusawazisha vitabu vyote hivi. Na Nabii Isa kwenye vitabu, kwenye Injili, kwenye Taurati, kwenye maneno yake tofauti tofauti, ametuambia kwamba atakuja mtume baada yangu mimi. Wote wajua, hawa Mayahudi wote wajua, hawa Manaswara wote wajua hilo. Vitabu vimebadilishwa, Barnaba, lakini Injili Barnaba iko, tuko nayo alhamdulillah, tuko nayo kopi. Imeeleza waziwazi kwamba atakuja, hata hiyo mambo ya Roho Mtakatifu. Manake Roho Mtakatifu utatiza watu, wengine wakwambia sijui malaika, wengine husemani hivi, lakini kwenye Barnaba imetaja haswa, si mada yake leo. Lakini Qur'ani ndio yenye kurekebisha na kukontrol hivi vitabu vitatu vilobakia, Injil, Taurat na Zaburi. Sasa kwenye Qur'ani Mola Subhanahu wa Ta'ala ametufahamisha kwamba uchawi uko, na uchawi ameuumba ni yeye Mola. Kama alivyoumba kisu, kama alivyoumba sumu, kama alivyomuumba yeye huyu Ibilisi shetani, pia ameumba na uchawi. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameumba khairi na shari. Hili lazima tukubali. Ameumba khairi na shari. Na kulikuwa kuna na debate kidogo baina wanazuoni wawili, mwanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa na mwanachuoni wa Mu'tazila, hawa ambao tumewaeleza mwanzo. Hata Qur'an umeibadilisha, min sharrin ma khalaq. Kuna bwana mmoja aliingia kwa hawa wakubwa wa serikali, akamkuta mwanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa, akasema subhana man tanazzaha anil fahsha.
yani namtakasa Mola, kwa sababu ahlu sunna wal jamaa waitakidi kuwa Mola ameumba khairi na shari, yeye ndo ameumba. Alafu akatuambia hii msifanye, hii fanyeni, hii msikurubie, ile ikumbatieni. Mola subhanahu wa ta'ala zote zimeumbwa na yeye. Hawa Mu'tazila wana itikadi la shari yoyote haikuumbwa na Mungu, ni wanadamu wenyewe wameiumba hiyo shari. Ina maana na wanadamu wana uwezo wa kuumba, ina maana mashetani wana uwezo wa kuumba, lakini yote hayo si kweli. Yote yameumbwa na Mungu. Kisha Mungu tukue mfano tu kama nguruwe. Nguruwe ni kiumbe najisi, lakini ameumbwa na Mungu, akatuambia tusile. Sasa kwa nini kutuumbie? Ametaka mwenyewe kutuumbia. Umbwa ama jibwa, Mungu amemuumba, kisha akatuambia tusimle. Kwa nini kutuumbia? Ametuumbia kwa sababu yeye ayua hikma yake, sisi hatujui. Alafu kuna hawa nyoka. Nyoka tumeumbiwa, huja wakatuua, wakatudhuru, wakatuletea matatizo. Nani aliwaumba? Mimi ama ni wewe ama ni shetani? Ni yeye Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo khalaqal khaira wa shar, yeye Mola ameiumba khairi na shari, kisha akatupa energies za kupambana na mambo haya. Hichi kizuri kifuateni hata kama hamkipendi, hichi kibaya kiepukeni hata kama mkipenda. Hata wake wa kuolewa pia, kuna wake pia, kuna mwanamke mwema, kuna na mwanamke mbaya. Akatuambia wala tankihul mushrikati hatta yu'minna, msiowe wale wanawake mushrikina hata kama walau ajabatkum husnuhunna, yani hata kama ule uzuri wao, urembo wao umewafurahisha, lakini si kitu kizuri. Nani alomuumba? Ni Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tusitatizane kwamba ati Mungu ameumba khairi tu. Mungu ameumba khairi na shari, kisha akatuambia fanyeni hili, hili msifanye. Sasa huyu bwana alipoingia kule katika ile nyumba, akamuona mwanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa, akasema subhana man tanazzaha anil fahsha, yani namtakasa Mola kama kumchwinian, namtakasa Mola ambaye ameepukana na kuumba machafu au kuumba mabaya. Huyu mwanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa akamwambia subhana man la yajri fi malakutihi shay'un illa bi amrihi, subhana man la yajri fi mulkihi illa ma yasha, namtakasa Mola ambaye hakupiti kitu katika ufalme wake isipokuwa kile ambacho yeye amekitaka. Yeye ni challenge, yani wapambana hao. Yani yule yasema namtakasa Mola ambaye ameepukana na kuumba mambo machafu au kuweka mambo machafu katika ulimwengu. Huyo akamwambia namtakasa Mola ambaye hakupiti kitu katika ufalme wake isipokuwa kile ambacho amekitaka, amekiumba, ndio kitakuwako, ambacho hukukiumba hakiwezi kuwako. Huyo akamwambia huyu Mu'tazila akamjibu tena huyu Ahlus Sunna akamwambia hal yuridu Allahu minna sharran, hal yuridu Allahu sharran, je Mola aitaka shari iweko? Ule au riwaya nyingine hal yuridu Allahu an yusa, Mola atakakuasiwa, yani atakakuasiwa hapa ulimwenguni. Huyo akamwambia hal yusa qahran, na mimi nakuuliza kwani Mola aasiwa kwa kushindwa? Yani wale wanaomwasi Mungu wamemshinda Mungu ndo akamwasi? Manake tofauti na viumbe ama wafalme ama marais, waweza ukamwasi rais ukamshinda nguvu, lakini Mola ukimwasi huwa hukumshinda, umejishinda wewe mwenyewe. Wama dhalamahumullahu walakinnahum anfusahum yadhlimun, wenyewe wajidhulumu nafsi zao, si Mola kwamba tadhulumika. Haya, huyo Mu'tazila akamwambia araaitum in hakama alayya birrada wa mana'ani alhuda, yani waonaje, ni habari ikiwa Mola amenihukumia maangamivu ama mabaya na ameniepushia uongofu, atakuwa amefanya uadilifu, amenifanyia ama amenidhulumu? Ule akamwambia akiwa amekuhukumia kitu chako wewe basi amekudhulumu, lakini ikiwa kitu chake mwenyewe fa innahu yafalu fi mulkihi ma yasha, yuwafanya atakalo katika ule ufalme wake. Kwa hivyo Mola ametupa syllabus, ametupa mwelekeo, ametupa mwangaza, fuateni hivi msifuate hivi, lakini zote mmeziumba ni mimi. Kwa hivyo uchawi kwa ufupi umeumbwa na Mungu na ni kitu kibaya, ni kitu kibaya, na Mungu amekiumba, amekiweka hapa, akamsaidia amtakaye yeye Mungu, lakini kwa nia yake kwa safi. Yule mtu akaacha kumsaidia, na akiacha kumsaidia ina maana ndo ashapotea, kwa sababu ibilisi ama shetani ana vitimbi vyake. Ndo hai mada ambayo tuizungumza, yani ikiwa hatukushikamana
na mambo ya kala Allah, kala Rasulullah, basi tuko mbali. Yani tuko mbali karibu kumfikia yeye huyo ibilisi ama shetani. Kwa hivyo tushafahamu kwamba uchawi uko na uchawi umeumbwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini akatutahadharisha. Sasa tufanyeje tupate kuepukana na uchawi? Mwanzo tuthibitishe kwamba uchawi umetokamana na shetani, yani matendo yake na maendeleo yake ni vitimbi vya shetani kuwafanyia binadamu. Hata Nabii Allah Musa alayhi salam alifanyiwa na wale wachawi walipokuwa wamefuata syllabus ya Firauni na Ibilisi na shetani. Lakini walipoona miujiza ya Nabii Allah Musa wakasema la, huyu si uchawi. Ni nini? Kwa sababu walikuwa na knowledge. Wakasema huyu Musa si uchawi. Hata wakamwambia Firauni, amanna bi rabbil alamin, tushamwamini Mola ama mlezi ama mfalme wa viumbe wote. Nani huyo? Rabbi Musa wa Harun. Sisi ni wachawi kweli. Firauni kwa sababu ya upumbavu wake na ubaya wa saikolojia yake akamwambia amantum lahu qabla an adhana lakum. Subhanallah, ni kibri kiasi gani? Yani mumemwamini Musa kabla mimi sijawapa ruhusa. Wewe ni nani? Yani Firauni, wewe ni nani? Yani wajitakidi wewe ni nani? Au kwa nini una control ya maisha ya mtu? Wale wamekusaidia wewe wakadanganya watu muda mrefu. Leo Mungu amekuletea mtume huyu, tena amemteremsha kwenye nyumba yako, amekuja amefanya mambo ya mwelekeo. Na hawa wachawi wote ambao walikuahidi kwamba watamshinda Musa, wakatukua ahadi, inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin, tutapata allowance ya kisawasawa tukimshinda huyu Musa. Kaambia naam, innakum idhan minal muqarrabin, tena mtakuwa katika wale wenye kurubishwa zaidi, ile daraja ya Hamana na Karun na wengine wale walioko familia yangu, na nyinyi mtakuwa hapo. Sasa hao watu umewapa ahadi hiyo. Musa hana uwezo huo wa kuwapa watu ahadi hiyo. Wamekufikishia ujumbe, baada ya kufikishwa ujumbe na mtume wakwambia amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Wewe waambia maneno ya kiujinga, maneno ya kiupuuzi, maneno ya watoto wadogo, yani kibri na udikteta. Amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra. Wewe Firauni wajua vizuri kwamba Musa ni mdogo, umri wake ni mdogo. Hawa wachawi wako ni wakubwa, wamekuhifadhia ufalme wako mpaka leo, kisha wasema kwamba innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra. Yani ni kipimo gani mwanadamu kufikia hapo? Huyu ndiye mkubwa wenu waliowafunza uchawi. Hawa wakamwambia Musa, wakamwambia Firauni la dhaira. Yani Firauni alimwambia nitawasulubu, alafu nitawakata viungo vyenu mikono na miguu. Akamwambia la dhaira, yani tumefika, la dhaira, hakuna tatizo. Inna ila rabbina la raghibuna, tuhitajia kwa Mola wetu ambaye ni Mola wa huyu Musa na Mola wako wewe, lakini wewe hukumkubali, huyu Musa amekubali. Kwa hivyo uchawi uko, na wale waliosoma uchawi wajua kwamba wao katika madhambi, wao katika makosa, na wanapofanya kitendo cha uchawi wafanya ni kitimbi katika vitimbi vya shetani, ni kitimbi ambacho kimewekwa kama vitimbi vingine kama tulivyoeleza. Yani ukimdunga mtu kisu, kile kisu chaweza kuua kwa sababu Mungu amekijalia kiwe na uwezo wa kuua, chaweza kuua. Ukimtilia mtu sumu kwenye chakula au kampatia mtu sumu kwa njia yote, yaweza kumuua ile sumu, lakini kiwa Mola amejalia ni muda wake wa kufariki. Wenyewe tuambia tanawwa'atil asbabu wal mautu wahidan, man lam yamut bi sayfin mata bi ghayrihi. Tanawwa'atil asbabu wal mautu wahidan, yani ambaye hakufa kwa upanga, hakufa kwa kisu, hakufa kwa sumu, atakufa kwa kitu kingine. Yani sababu ziko mbalimbali, lakini kifo ni kimoja. Yani kifo ni kile kimoja, lakini sababu ni tofauti tofauti. Kwa hivyo uchawi uko na umethibitishwa katika sheria yetu ya Kiislamu, lakini ni kitu haramu, ni kitu ambacho hakifai, na mwenye kukiingilia, mwenye kukitenda ana madhambi tena makubwa. Ni katika baadhi ya madhambi makubwa. Yani ijtanibu sab'al mubikat, jiepusheni na mambo 7 yenye kuangamiza. Moja ni hiyo, asihru, uchawi. Kuna kuteta na wazee wawili,
kuna kukimbia katika vita, katika jihadi. Moja ni hilo la uchawi. Kila wewe ukiona kwamba waamini sana uchawi, basi wewe uko katika balaa. Kama yule ambaye ana tabia ya kutilia watu sumu, kitimbi cha kutilia watu sumu ili wafariki, na wewe utakuwa umeingia katika upande wa uchawi. Tena uchawi una madhara zaidi kuliko kumpiga mtu upanga, kuliko kumpiga mtu kisu, kuliko kumtilia sumu. Kwa nini? Kwa sababu watumia na mashetani. Watumia mashetani, watumia majini wabaya, kisha huyu mwenye kufanyiwa maskini hajui, hana habari. Ule upanga ngawa atauona, atajaribu kujitetea, lakini uchawi haoni. Kwa hivyo ni madhara baada ya madhara. Mwanzo ni karibu na shirki, kumshirikisha Mungu si shirki, lakini ni karibu na shirki, manake zimetofautishwa. Mtume mwenyewe ametofautisha. Sisi tusiweni na dini yetu mpya, tufuate dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameanza shirku billahi wa qatlu nafsi wa sihru. Sasa kwa nini unaambia uchawi ni shirki? Hapana. Miongoni mwa uchawi kuna mambo yafanyika yaweza kuwa ni shirki, lakini sio kwamba uchawi wote ni shirki. Uchawi ni dhulma na ni uadui na ni vitimbi kama vitimbi vingine. Lakini ukimwambia yule mshirikina kwa sababu ni mchawi, hapana. Hiyo ni lugha ya kibarazani. Lakini mchawi ni mchawi na mushriki ni mushriki. Aweza kuwa ni mushriki na hajui kama huo uchawi. Na aweza kuwa ni mchawi lakini si mushriki, lakini akurubia huko na aenda huko katika shirki. Sasa kwa hivyo ni muhimu tufahamu mwanzo uhakika wa hili jambo, na lisitutishe, lisitubabaishe kwamba ni jambo laweza kutudhuru ama laweza kututawalia katika mazingira yetu, jamii yetu. Kuna dawa insha Allah taala Mola ametuwekea, kuna na kinga ambazo Mola ametuwekea, ndio tutataka tuizungumze hiyo kinga na vipi tutaepukana na huu uchawi. Hata kama una jambo lako walihitajia, usiende kwa wachawi, rudi kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Ukienda kwa wachawi utakuwa umeenda kwa ibilisi. Ina maana uko katika njia ya kutafuta haja yako katika njia ya vitimbi, kwa sababu uchawi wenyewe ni vitimbi. Uchawi wenyewe ni kitimbi, na kitimbi ni katika vitu ambavyo vapigwa vita na Mola subhanahu wa ta'ala, vasisitizwa na shetani ama na ibilisi. Inshallah taala hapa tutakoma na tutaunganisha kingine mbele. Mola tuwafikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.